Nadhani Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kimefanya mambo makubwa kweli kwenye kata yetu. Hata kama ni kipofu anasikia kwa masikio, kama ni kiziwi basi anaona kwa macho. Hatuna haja ya kuzungumza hiyo miradi. Inaonekana. Baada ya kuwa nimezungumza hayo, mimi kama mwenyekiti wa umoja vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nyandoto, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni baraza langu na ni wajumbe wangu wa baraza ambao nawaheshimu kweli. Wana mwenyekiti makini kweli. Lakini baada ya hapo si tuzungumze kwa Mama Samia, tulishamaliza kila kitu. Pale kamati kuu ilishakaa na ikasema mama anatosha, na sisi tumesema mama anatosha. Ani anatosha mpaka anamwagika chini. Lakini kwenye ubunge na udiwani tunapata maelekezo na sisi kwamba tutawachekecha kwa mazuri walio yafanya. Kila mtu tutamhukumu kwa kile alicho kifanya. Ani anakuja kugombea. Je, huko mtaani kwako na tawini kwako alishagusa? Utajiuliza hivyo. Kama alishagusa basi moyo utakushawishi. Kama hajagusa basi wewe mwenyewe utajua. Sisi hatuna budi kuzungumza mengi. Waliopo madarakani tutawachekecha kwa mazuri walioyafanya. Warudi au wapumzike. Lakini nadhani waliopo madarakani wamefanya mazuri kweli tunayaona. Kwa majina naitwa Melesiana Kasiani Mbilinyi, mwenyekiti CCM kata ya Nyandoto. Jina langu maarufu ninaitwa Mailo. Kuna shule ya ufundi ya bilioni 4 ambayo imeanza kujengwa kwenye kata yangu hii. Tuna neema kata ya Nyandoto. Sasa hivi kuna baadhi ya majengo yamefika kwenye kwenye renta. Shule ya ufundi itakuwa ya kimataifa. Ina kila kitu. Kwa kweli kwenye kata yangu nimependelewa. Kwa hiyo mjue nina madiwani wachapakazi, nina mbunge jembe, hata sasa ninajivuna nao. Kwa hiyo kwa niaba ya kata yangu ya Nyandoto na kwa niaba ya diwani, nafikiri amekuja diwani viti maalumu, atapewa kanafasi kazia zaidi. Kwa hiyo ndugu uongozi wangu wa vijana wilaya, nafikiri mmeona kata yangu ya Nyandoto ilivyopendelewa, walivyo makini watendaji kazi. Nisingependelewa, ni madiwani wanaweka mambo, tukimsukuma Kembaki naye anafanya. Kwa hiyo ametufanyia mambo makubwa ambayo mimi sijawahi kuona. Sijawahi. Kwenye ukweli tuseme nini? Ukweli. Na kwenye uongo tuseme kidumu Chama cha Mapinduzi. Kama mwenyekiti wa chama nafikiri niwaachie uongozi. Lakini niseme tu, wametanua wigo wa wapiga kula. Jumuiya tulikuwa tumesahaulika sana. Tulikuwa tunaenda kushiriki kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Sio maamuzi ya kumtafuta kiongozi wa ndani ya chama anayekubalika na wana CCM na nje ya CCM. Sasa baada ya kuongezwa tumerudishiwa kamati hizi za utekelezaji za matawi, kamati hizi za utekelezaji za kata, kamati hizi za utekelezaji za wilaya, kamati hizi za utekelezaji za mkoa, kamati hizi za utekelezaji za taifa. Tumekuwa na wigo mkubwa mpana. Ukitengeneza hizi kamati tu za utekelezaji za jumuiya zote, unapata kula zilizosimama. CCM oye! Mimi niwaambie, kwa kuwa jukumu hili tumepewa sisi jumuiya, tumeambiwa na tumeelekezwa kuja kuwahakiki kamati hizi za utekelezaji. Sio kwamba tuanze kuwaambia makatibu wetu wa chama. Baadhi ya maeneo mengine sina mashaka na kata yako mwenyekiti. Kuna kata wamefanya vitu vya ajabu sana. Ilikuwa ni fukuza bandika, fukuza weka. Na wanaowekwa ni wa aina ya mtu fulani wanayotaka kumtengenezea mgombea fulani. Imeelekezwa tuwahakiki hawa vijana wa kamati za utekelezaji za matawi, tuhakiki hawa vijana wa kamati za utekelezaji za kata. Je, wamepitia katika vikao vinavyohusika?
na tunapozungumza kwamba wamepitia, tunataka tuamini kwamba kamati ya utekelezaji ya kata imewapitia hawa watu katika vikao, ikajiridhisha kwenye matawi yake kwamba ni kweli hawa ndio wajumbe halali. Lakini baada ya hapo, wewe mwenyekiti wa CCM wa kata na kamati yako ya siasa, hawa wapiga kura ambao tunaletewa sisi wilayani, ni kweli wamepita kwenye kamati yako ya siasa na kuhakiki kwamba hao ni walengwa kweli halali walioletwa kwetu? Wengine, chama hiki ni chama ambacho kinafuata misingi ambayo imenyoka. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninalijua hilo, na leo kiini kikubwa cha ziara hii tumekuja na nakala ambayo tumeletewa wilayani. Tumekuja kuwaona kweli hawa watu tulioletewa, na ninyi mnadhibitisha kwamba ni kweli ni wale wajumbe halali. Na tulielekeza kwamba makatibu wa chama mkashirikiane na jumuiya zote, ili wakati unapoileta ile orodha yako na orodha unayokabidhiwa na jumuiya yako, majina yale yasitofautiane. Yakitofautiana tu, majina ya katibu wa chama hatutayapokea. Ya kuangalia uimara ndani ya jumuiya yetu ya Umoja wa Vijana katika wilaya yetu. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi una mambo mengi sana. Yako mambo ya ihana, yako mambo ya fitna, kutengenezeana ajali na kuibua migogoro mbalimbali. Sasa sisi tupo hapa kwa ajili ya kuja kuimarisha jumuiya yetu, na kuimarisha jumuiya ni vikao. Hichi tunachokifanya hapa ni jambo zuri na jambo ambalo ni sahihi sana. Na niwaombe na niwasihi sana mwenyekiti wangu pamoja na katibu, itisheni vikao kuweza kuweka jumuiya hii kuimarika. Lakini vile vile na viongozi wenzangu katika matawi, itisheni vikao kwa ajili ya kuimarisha matawi yenu. Zaidi ni kushukuru sana Mheshimiwa Diwani kwa kujoini kikao hiki. Lakini sifa zaidi ni wapelekee madiwani, mnafanya kazi nzuri. Lakini pia wabunge, zaidi hatuwezi kumsahau Samia Suluhu Hassani, Daktari Rais, ambaye kwa msingi kuhusiana na swala utekelezaji wa Irani amefanya na imethibitika. Hata kipofu ameona na viziwi wamesikia. Na safari hii kwa kikao cha mwisho cha mkutano mkuu tayari ameshatoka maazimio kwamba tunakwenda na jina moja tu ambalo ni Samia Suluhu Hassani, akiwemo na mgombea mwenza ambaye ni Dr. Emmanuel Nchimbi. Lakini zaidi tunafanya ziara hii kwa sababu yako mambo kadhaa ambayo tumeyabaini. Kuna baadhi ya viongozi ambao si waaminifu kwenye matawi, kwenye kata, wameamua kupachika viongozi na kuanza kuandaa wajumbe mkutano mkuu kwa ajili ya kumwandaa kiongozi ili aje avune zile kula ambazo zimepachikwa pasipo kufuata utaratibu. Sasa na mimi kama mwenyekiti wa vijana wilaya Tarime siwezi nikaisimamia jumuiya ambayo kuna watu wanataka wazulumu haki za vijana, kuna watu wanataka wakandamize vijana. Nipo hapa kwa ajili ya kusimamia ukweli na uwazi. Ndio maana leo hii mmeniona niko Nyandoto, na nitafanya hivi ndani ya wilaya nzima ya Tarime, kwa kata zote za Tarime mjini pamoja na vijijini, kuhakikisha kwamba viongozi waliochaguliwa 2022 ndio viongozi wale tutakao maliza nao 2027. Asitokee mtu yeyote kutumia fursa kutaka kupora haki za vijana, wali tunajua kabisa utaratibu wa chama chetu upo wazi, kanuni yetu inavyoeleza iko wazi. Sasa mimi kama msimamizi mkuu wa wilaya wa jumuiya hii ya Umoja wa Vijana nimepita na naelekea kupita kote kuhakikisha kwamba watu wasiokuwa na nia njema na jumuiya hii basi awapoli haki za vijana, kuhakikisha kwamba ukandamizaji, wazandiki, wabahau, wabaharuru na wazalimu hawaleti tena dhuluma na hujuma ndani ya jumuiya yetu ya CCM ya vijana. Nikuombe katibu, kwa maelekezo haya tuelekezana hapa yafuatwe ili kusudi
yaliyopo mapungufu yarekebishwe ili kusudi tuweze kwenda katika dira ambayo ni njema kwa pamoja.